Asante sana. Naam. Karibuni popote unaponitazama. Kwa kweli ni mambo yanayostajabisha sana katika nchi ya Tanzania, nchi ambayo imekuwa ni kituo cha amani katika kanda la Afrika Mashariki. Hakuja kuwepo na mambo ya kutatanisha na kusitisha jinsi ambavyo kumekuwepo wakati wa Mama Suluhu. Tunaangalia nyakati ambazo za wakati inaitwa hayati Nyerere. Nyerere alipotawala nchi ya Tanzania, alitawala kama mwanadamu, na akawa kwamba Nyerere hakuwa adui ya mtu yoyote, hata kama alikuwa dikteta kivyake, lakini kwamba yeye hakuwa na uadui na mtu, na nafikiri aweka Watanzania kuwa kitu kimoja, na jambo kwa namshukuru kwamba aliunganisha Watanzania wote wakawa kama kabila moja, na akaondoa kitu kitwacho ukabila katika nchi ya Tanzania, na akaifanya Tanzania kuwa nchi ambayo inayoongea kwa sauti moja. Hakuna cha kusema huyu ni Mnyamwezi, huyu sijui ni Mchaga, huyu ni Msukuma, na wote walioweka kuwa kitu kimoja na wakawa wanaongea lugha moja. Kwamba hiyo ikawa sasa kwamba mtu Mnyamwezi anaweza toka anaenda akaishi kule kwa Wachaga na anasikia kwamba yuko salama, na kwamba hata mtu wa kutoka yule Msukuma anaweza toka pia aishi kwa Wanyamwezi, naonekana kama mtu ambaye tu ni mmoja wao. Akatoa ile mipaka kabisa ya ukabila, na pia hapa hii mipaka ya kwamba ya dini kuinukiana hakuwepo nyakati zile. Na kulipotokea yeye, kulikuja basi kukaja kuwa na mtu anaitwa Hassan Mwinyi pia, na nchi ya Tanzania pia haikuwa jinsi ilivyo kwa sasa. Tukatoka pale tukaenda kwa mtu anaitwa Mkapa, kisha Kikwete, kisha Mama Suluhu. Nchi ya Tanzania, ningetaka kwamba muelewe kwamba kuna tofauti ya mtu aliyechaguliwa na wananchi na mtu ambaye sasa anakalia kiti kwa sababu mtu amekufa, kwa sababu mbadala. Kuna tofauti, mambo mawili tofauti, kwa sababu mtu aliyechaguliwa na wanadamu, watu wanamchagua jinsi wanavyomjua na uongozi wake, na vile kwamba amekuwa akieneza siasa zake vizuri. Na unakuta kwamba sasa mtu kama Mama Suluhu hakuna rekodi ya siasa ya utendakazi wake. Hata kuna wakati Mama Suluhu amesemekana kwamba alikuwa labda amesimamia idara fulani na ikaenda vizuri. Mama Suluhu tulimpata tu pale kwamba ni mmoja aliyechaguliwa kuwakilisha nchi ya Zanzibar kuwa makamu wa rais, na akawa kama makamu wa rais wa Tanganyika yote. So unakuta kwamba huyu mama hakuwa na uzoefu wa uongozi, ile tu ni mtu ambaye amebandikiwa uongozi pasipo na uzoefu wowote. Ndio sasa unaona tunapoona Tanzania sasa inapitia katika hali ngumu sana. Ni kama kuchukua sasa mtu ambaye ni mtu wa Kenya Air Force, mwambie kuwe mwalimu kuanzia leo. Kwa hivyo yeye akikija pale labda atafundisha watu habari ya vita, ama atafundisha watu jinsi unavyoona katika mashule mengine, walimu wengine wangefaa kuwa kwenye Air Force. Na ndio sababu unapoona wakiingia shuleni wanatandika watoto viboko, wanamtandika ni kama yuko kwenye training ya jeshi. So unakuta kwamba huyu mama hakuwa na uzoefu wa uongozi. Kwa hivyo Tanzania walikosea sana kumweka huyu. Ni heri tu kwamba wangeenda kwa uchaguzi mwingine na rais akachaguliwa. Nafikiri hiyo katiba inafaa kwamba iandikwe vizuri, kwa sababu unaifanyiwa marekebisho, isiyo kwamba mtu akifa aliye makamu wake anatawazwa kuwa rais. Nafikiri hapo Tanzania wanafaa kwamba waketi chini wabadilishe katiba, maana mambo yanayoendelea Tanzania ni mambo ya kusitikisha. Tunapokuona kama Mama Suluhu Hassan. Mama Suluhu Hassan si mtu wa watu. Mama Suluhu Hassan ni mtu wa hasira. Mama Suluhu Hassan ni mtu ambaye kwamba unakuta kwamba anaongozwa na emotions, na unakuta kwamba mtu anapoongozwa na hisia ni mtu hatari sana, kwa sababu hisia zake nikimwambia kwamba huyu watamuua, hisia zake kumwambia chukia huyu na chukia huyu atamchukia. Ama sasa yeye anafanya kazi kulingana vile ambavyo anapokupenda ama vile anapokuchukia. Na unakuta kama rais anapaswa kuwa mtu wa watu wote, si wa watu wachache.
lakini yeye unakuta kwamba hata uchaguzi wake tu, wale ambao wameweka katika uongozi ni wale ambao wa karibu na yeye, wale ambao wanamsikia yeye, si kwamba kulingana na utendakazi, ni wale ambao wanamsikia ama wanamsifia na kumwogopa. Hao ndio watu naoweka pale katika uongozi. Na kama saa hizi unapoangalia katika mawaziri wote katika nchi ya Tanzania ni vibaraka, maana hawako pale kufanyia watu kazi, wako pale ni kama vibaraka wa Mama Magufuli, na tatizo kubwa sana wanahofia kufutwa kazi. Kwa hivyo kazi wanayofanya wanafanya kwa sababu tu ya kwamba wako kazi, si kuwafanyia kazi wananchi. Na pia wabunge wa Tanzania kwa sasa, wabunge wa Tanzania naona kwamba wameweka masuala ya matumbo yao mbele kushinda kila kitu. Unakuta hata wanaozungumza katika bunge, sijasikia kwamba kwenye bunge la Tanzania kwamba wabunge ni wachache tu wanaozungumza masuala ambayo yanamsaidia ama yanamfaidi mwananchi, lakini wachache ndio watu ambao hata hawajui mswada ni nini. Wanazungumza tu lolote ambalo limetoka kwenye mdomo wao. So katika kanda la Afrika kama Tanzania imekuwa na the worst bunge. Sasa imekuwa na the worst bunge ambaye haielewi chochote, ambaye haijoelewi utawala ni nini, ambaye hata haielewi kitu kinachoitwa nini katiba ni nini. So wanaongea tu kwa sababu ya kuongea. Naona sasa kuna hatari kubwa sana katika nchi ya Tanzania tunapoangalia sasa mtu kama Mama Suluhu, mambo ambaye ameyafanya pale yamesitikisha hata ulimwengu mzima, na hapo miongoni wa wale ambao wanaotafutwa na ICC. Maana sasa katika uongozi wake tumeona kwamba umwagikaji wa damu umekuwa katika wingi, na ameua sana watoto ambao ni wa Gen Z, na kumekuwa na halaiki ya mauaji kule katika nchi ya Tanzania. Na saa hizi kuna wazazi ambao wanaolalamika kwamba hawajapata watoto, na kwamba nataambia tu wazazi wale msiwatafute, kwa sababu tayari Mama Suluhu ashaua wale watoto na ashawazika tena kwenye halaiki ya makaburi. Na ni jambo la kusikitisha sana kwamba mama tunayetarajia kwamba awe na huruma, si mama mwenye huruma, ni mama ambaye amebeba roho ya kinyama na hapaswi kuwa rais. Na kile nasema kwamba Tanzania, Mama Suluhu hapaswi kuwa rais. Na ninachowaambia wa Tanzania, nimesema mara mingi kwamba Mama Suluhu hataondoka pale kwa amani, hataondoka pale kwa usalama, lakini kitakachomuondoa pale litakalomuondoa pale litakuwa jambo la kusitikisha na jambo la kushangaza. Maana na niliwaambia vizuri, muda usiokuwa mbali nchi ya Tanzania itaomboleza kwa kumpoteza rais wao, kwa sababu nafikiri kilio cha Watanzania kimwafikia Mungu, na uongozi wa Samia unaenda kufika kikomo. Watanzania mnaonisikia sasa, huenda ikawa labda kuna wale ambao watu ni mashabiki sugu ama wafuasi sugu wa Mama Suluhu Hassan, lakini muliandike chini nalo liweka saizi, uongozi wa Mama Suluhu unaenda kufika kikomo, na si muda uko mbali, unaenda kufika kikomo, na Tanzania watasherehekea uhuru wao, kwa sababu kuna kiongozi ambaye atakayeinuliwa, atakayewajali wa Tanzania, atakayesikia kilio cha Watanzania na atajali maslahi ya Watanzania. Na yule kiongozi hajulikani hata kwa sasa, lakini kuna kiongozi ambaye tayari Mungu amemwandaa kwa sababu ya Tanzania. Kuna wengi ambao walikuwa wanasema kwamba baadhi ambao waliuliwa na bado hawajaonekana, wamewatafuta hospitalini, wamewatafuta pia kwenye mochari hawaonekani, lakini Mama Samia Suluhu wapo wakati ambapo wanamuuliza inakuwa tatizo. Labda wewe kama kiongozi na pia mtumishi wa Mungu, haya yanamaanisha vipi? Hii ni bayana wazi kwamba watu ambao wanaotafutwa tayari ni watu ambao ni maiti ya watu, ni watu ambao walikufa kitambo, waliuawa na serikali na wakazikwa kwenye hiki ya makaburi kwenye pale kwenye makaburi ya umma, na ni sehemu ambayo imezikwa watu na imewekwa ulinzi ambapo kwamba hawataruhusu mtu yote kujua ni wapi, na ulinzi umewekwa njia ya kujua kwamba na uchunguzi wowote, aina yote uchunguzi utazuiwa kufanywa, kwa sababu kuna halaiki ya makaburi, halaiki ya watu wamezikwa kwenye makaburi, mezikwa maelfu ya watu
So Mama Suluhu anahusika kwa ukubwa kwa mauaji ya watoto wa Tanzania ambao ni maelfu ya watoto wa Tanzania naita Gen Z, na ni wazi kabisa. So wanaotafuta wazazi wenu, watoto wenu hawako kwenye magereza, hawako kwenye nini, hawako kwenye mochari, hawako kwenye hospitali, ila wako kwenye makaburi. Wale watoto Mama Suluhu ashawaua wote na wako kwenye makaburi. Hilo tu ni jambo naambia wazi kwamba msitafute mali mengine, watoto wote wako kwenye makaburi. Mtoto wote umejuaje? Mimi huwa sizungumzi tu mambo yanayozungumza, nazungumzaga mambo nayaona. Nashukuru Mungu kwamba amenipa macho ya kuona, na kile ambacho nakizungumzianga kile ambacho kipo, sio kile ambacho hakipo. Maana tangia zamani mambo yote niliyoyatabiri na niliyazungumzia, mengi ambayo hapo yametokea. Na nilisema kwamba kuna wakati nilisema kwamba na nifuatilie vizuri, nilisema kwamba Tanzania itakuja kutawaliwa na mama, ambayo yule mama atakuwa ni mama ambaye atatawala kwa kifua na atatawala kwa hasira na atawaua watoto wao sana, na hayo yote yametimia katika nchi ya Tanzania. So nawaambia sasa hizi msisumbuke kutafuta watoto wenu. Watoto wenu washauawa tayari. Kile kilichoko sasa tu ni mngoje kwamba ICC ifanye kazi yake, na ninajua kwamba hivi karibuni Tanzania inaenda kuwa huru na demokrasi iliyotoweka Tanzania miaka mingi itarejea. Maana kitambo tulikuwa najua kwamba Tanzania ni nchi yenye amani kabisa, ambapo polisi kitambo, nakumbuka miaka niliyolelewa Tanzania, nakumbuka kitambo polisi kabla akushike alikuwa anakusalimu na anajieleza kwako, brother, mimi naitwa fulani Yusufu fulani, na naomba tuandamane pamoja na wewe. Unaandamana kwa amani, hata mkifika mahali kwenye kibanda cha cha mandizi anakununulia na mnakula na unapatana kwa amani. Lakini sasa naona kwamba demokrasi imetokea, kwamba polisi na wananchi hawaingiani kabisa. Kama polisi na wananchi ni kama simba na ni kama simba na swala. Mtu anapomwona polisi hata anakimbia, kwa sababu hata polisi mwenyewe anaweza kukuhujumu kwa lolote. Polisi anaweza kunyang'anya hata shamba lako, polisi anaweza kunyang'anya hata gari lako, anaweza kudhulumu kwa vyovyote. Kwa hivyo sasa nchi ya Tanzania demokrasi imetoweka, na ninaamini kwamba vizuri katiba ya Tanzania iandikwe vizuri, maana katiba iliyoko sasa ni ya kunyanyasa. Swali la mwisho labda, kuna kijana wa Mama Samia Suluhu ambaye anajulikana kwa jina Abdul. Watanzania wamekuwa wakipeperusha mambo yake mabaya. Inaaminika kwamba yeye ndo alitumika kuleta wale askari na kuua watu pale kwenye kule Tanzania. Labda wadhania kwamba Tanzania bado iko na uhuru ama bado wako katika ukoloni mamboleo? Tanzania bado iko katika ukoloni. Utawala ulioko sasa ni utawala wa kidikteta. Maana tunapoangalia sasa hiyo kijana huyu ambaye anaitwa Abdul amewaleta mamluki wengi kutoka nchi za Kiarabu ambao wanaua wa Tanzania, na ni jambo la kusitikisha sana unapoona kwamba nchi ambayo tuliipenda kwamba sasa kuna baadhi ya wachache wanaowaleta mamluki kutoka nchi za nje kuja kuwaua wa Tanzania ovyo ovyo na kuwabudaki wanasiasa. Mwanasiasa akiinuka tu kupinga Mama Suluhu wanamwadapti na wengine hata wanauawa. Sasa hivi ukiamka tu kutaja jina la Mama Suluhu, basi wewe na kaburi hamtakuwa mbali. Kwa hivyo demokrasi katika nchi ya Tanzania imetoweka kwa kiwango kikubwa sana, sio kama Kenya. Kenya nafikiri tuko katika kiwango kingine cha juu sana, maana demokrasi katika nchi ya Kenya iko katika kiwango kikubwa. So Tanzania nafikiri wako kama miaka 30 nyuma ya demokrasi, na wanahitaji waketi chini demokrasia katika nchi ya Kenya irejee na katiba iandike vizuri.